Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani imesema kwa sasa kipaumbele chake ni kutetea taifa lake katika masuala ya kijeshi na kwamba itatoa msaada mdogo sana kwa washirika wake barani Ulaya. Pentagon imesema katika mkakati wa ulinzi wa kitaifa uliofanyiwa marekebisho uliotolewa jana Ijumaa, idara ya vita nchini Marekani imesema wanachama wa NATO wa Ulaya lazima wachukue nafasi muhimu katika kujilinda na kutoa msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Ingawa tunahusika na tutaendelea kuhusika barani Ulaya, lazima na tutaweka kipaumbele kutetea nchi ya Amerika na kuzuia China, waraka huo unasoma. Idara hiyo inawahimiza na kuwawezesha washirika wa NATO kuchukua jukumu la msingi kwa ulinzi wa kawaida wa Ulaya kwa msaada muhimu lakini mdogo zaidi kutoka Marekani. Hii ni pamoja na kuchukua uongozi katika kuunga mkono utetezi wa Ukraine kama Rais Trump alivyosema. Vita vya Ukraine lazima viishe kama vile alivyosisitiza, na hata hivyo hili ni jukumu la Ulaya kwanza kabisa, waraka huo unasema. Pentagon imesema kwa sasa vipaumbele vyake ni kulilinda taifa hilo dhidi ya Urusi na China. Pentagon imesema NATO sasa inapaswa kutumia nguvu kubwa katika kujilinda, kwamba Marekani haitatoa nguvu kubwa kama ambavyo imekuwa ikitoa hapo awali. Marekani inadaiwa ilikuwa ikitoa 70% ya fedha kwa ajili ya jeshi la NATO na masuala mengine katika NATO, lakini sasa imesema itatoa kiasi kidogo mno na hata jeshi lake litakuwa dogo sana tofauti na ilivyokuwa awali. Mkakati huo uliofanywa marekebisho unabainisha juhudi za Donald Trump, rais wa Marekani, za kuwasukuma wanachama wa NATO kuongeza matumizi ya ulinzi na kutegemea kidogo kutoka Washington. Mkuu wa kambi hiyo Mark Rutte hivi majuzi alimsifu Trump kwa kuifanya NATO kuwa thabiti zaidi. Ametulazimisha huko Uropa kujitokeza ili kukabiliana na matokeo ambayo tunapaswa kutunza ulinzi wetu zaidi, Rutte aliambia Fox News. Wakati huo huo, maafisa wengi wa Ulaya wamekosoa vitisho vya Trump vya kuinyakua Greenland kutoka Denmark, huko mkuu wa sera za kigeni za Umoja wa Ulaya Kaja Kallas akiuita msimamo wake pigo kubwa kwa uhusiano wa bahari ya Atlantiki. Pentagon ilisema itampa Trump chaguzi za kuaminika ili kupata ufikiaji wa maeneo muhimu huko Greenland na mfereji wa Panama ambao pia ametaka kujumuisha. Hata hivyo, jeshi la Marekani ambalo makao yake makuu ni Pentagon limeweka wazi kwamba wakati wowote lipo tayari kwa ajili ya kuunga mkono kile ambacho rais wa Marekani na amiri jeshi mkuu wa taifa hilo atalitolea maamuzi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.